Mimi kwa jina naitwa Athmani Mohamed Zuberi. Nimekuja hapa watetezi kwa mara ya pili. Nadhani nilikuwa na kesi hapa na viongozi hao wa kijiji cha Gwata ambao walinipelekeza mpaka nikafikishwa huko gerezani. Nadhani ya kwanza mmeiona. Kwa hiyo kwa sasa nilitoka hapa watetezi nikaadresiwa kwenda tume, na kweli nilifika tume tarehe 13 ya mwezi wa kwanza. Nikapokelewa, nikatumwa kuleta vielezo vyote nilivyo navyo, nikapeleka mpaka tarehe 25 ilikuwa nishakamilisha vielezo vyote kufikisha tume. Tume wakanipangia utaratibu kwamba sasa wapo kwenye wakafanya mambo yao, halafu baadaye wakanipa mrejesho kwamba shauri langu linahitaji kwenda kufanyiwa bajeti Dodoma kwa ajili ya kupata hela za kwenda kufanya uchunguzi. Basi taarifa hiyo ilikaa kwa muda kama wiki mbili kama sikosei, toka siku ambayo nimeambiwa bajeti hiyo imeenda kupangwa, na kweli mwezi wa 4 mwanzoni bajeti ilisainiwa. Viongozi hao ambao ni wapelelezi wa jambo hilo wakanipa taarifa kwamba tayari tumeshapewa bajeti na tunaenda kuanza kufanya uchunguzi. Mwezi wa 4 huo mwanzoni nikapigiwa simu kwa mara ya kwanza na kiongozi wa anayehusika na uchunguzi akiwa yuko kwa mkuu wa mkoa wa Pwani, kwamba ilikuwa mida asubuhi saa 2:30 kwamba tuko ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuja kuhoji jambo lako, ila kuna swali nataka tukuulize. Nikamwambia sawa. Akaniuliza, ili shauri lako kwa mkuu wa mkoa, hii barua yako ambayo tunayo hapa ya kwamba mkuu wa mkoa alikuandikia barua ya kuzuia wewe kutokamatwa ovyo, ilijibiwa? Nikamwambia hapana, barua hiyo sijapata majibu yake. Wakaniambia sawa. Basi ikaishia hapo, wakaendelea na mambo yao. Siku nyingine wakanipigia simu kwamba wao wako Kisarawe kwa mkuu wa wilaya. Pia wakaniuliza swali. Wakauliza kwamba Bwana Athmani, hii kesi yako ya ardhi ambayo ulifungua mahakamani ya kuhusu jambo hili ilifutiwa wapi? Maana tunaona hapa inaonekana kwamba hii kesi ulifungua kwenye baraza la ardhi na nyumba Kibaha. Nikamwambia ni kweli, baraza la ardhi na nyumba mwaka nilofungua liko Kibaha kwa mkoa mzima wa Pwani, mabaraza hizi yalikuwa yako pale ya wilaya. Kwa hiyo kweli ilianzia hapo, lakini ilifutwa, ilikuja kafutiwa Kisarawe baada ya mabaraza kugawanywa. Sisi ndio watu wa kwanza kuanzisha baraza hilo la Kisarawe la wilaya kwenda kusikiliza, na kesi ilifutiwa hapo. Wakaniambia sawa, ngoja tuendelee uchunguzi. Wakaendelea. Sijapata na simu nyingine yoyote. Nikawa mimi ndio nafuatilia kwenda kuulizia kinachoendelea. Wananiambia bado. Siku nikapigiwa simu na afisa huyo wa uchunguzi kwamba ananihitaji kwenda, naitwa tume. Nikaenda. Ni mwezi huu wa 4 mwishoni, sasa unaelekea wa 5. Kufika pale akawa ameniita kwa ajili ya kunihoji juu ya vielezo walivyovipata. Swali la kwanza nilokutana nalo ni kwamba kwanza niliitwa, nikaenda siku nimeenda kwanza nikaambiwa nitoe maelezo, yani nieleze kama nilivyokuwa nimekuja kueleza mwanzo. Nikaeleza. Wakanambia sawa. Nikarudi. Siku nyingine nikaitwa, sasa ndio siku ambayo nimeambiwa naenda kuhojiwa kutokana na vielezo walivyokuwa wamevipata. Basi siku nilipofika tu mara ya kwanza nikaulizwa, bwana sisi tumeenda, wakaniambia sisi tumeenda huko, tumeenda kuchunguza shauri lako, tumefika mpaka huko shambani kwako. Na tumeona hali jinsi ilivyo. Sasa hebu nataka utuambie. Sisi tumezunguka, lakini tumepata dokumenti moja kwa afisa ardhi wa wilaya ya Kisarawe inaodai kwamba eneo hilo la shule lilipimwa na lilikuwa na ukubwa wa eka 49.5. Wewe unalifahamu? Nikamwambia mimi silifahamu. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia mimi mgogoro ambao ninaosumbuka nao toka mwaka 2019, viongozi hao wao wenyewe walinisababishia kesi siku walivyokuja kupima kwenye shamba langu, wakidai wanapima shule, wakanifikisha mahakamani, wakanifungulia kesi kwamba nimewatishia. Lakini kwenye kesi walitoa maelezo waliotoa, walidai kwamba mimi nimevamia eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya huduma za jamii lenye ukubwa wa ekari 25. Dokumenti ambayo nilikuwa ninayo na hata nyie nimewapa, na nyingine ninayo inayosema kwamba heka hizo zenye mgogoro huo ziko 25. Sasa hizi eka 49.5 zilikuwa wapi wakati ule? Wakanambia sawa, hamna shida. Swali lingine, eneo ambalo linalogombaniwa Vizembe ni eneo ambalo limepandwa mkonge na wananchi, limezungushiwa mkonge na wananchi, ni kweli? Nikawaambia hapana. Ila aliponiuliza swali lile nikawa nimetia shaka kwamba huyu kiongozi labda hakufika shambani. Nikamuuliza, wewe shambani kwangu unapajua? Akanambia siku ile kulikuwa kuna mvua
ila tulikuwa tumeishia kwenye ofisi ya kijiji. Nikamwambia sasa mimi shamba langu halipakani na Mkonge. Swali la pili mimi nikamuuliza hilo eneo ambalo linaeka 49 linapakana na nani? Maana nimepata wasiwasi kwa sababu alichokisema kwamba kipo kwenye mipaka, hakipo. Linapakana na nani? Wale watu walopakana nao mimi hakunitajia. Akaendelea kuniuliza maswali. Ile eneo ambalo unapakana nao wewe unapakana na nani? Akaniuliza yeye. Mimi nikamtajia. Kama mimi kwa upande wa kushoto napakana na Gladson Nyali, upande wa kulia napakana na Hamisi Ramadhani, upande wa kichwani mwa shamba langu ambao ni mashariki kuna jamaa anaitwa Shabani, yeye ni fundi, tunaweza kwa jina kumuita Shabani fundi, ndio napakana naye. Nikamwambia sio kweli, mimi naomba nikuulize swali moja. Kama wao walikuambia hivyo, nadhani kama wewe ni mchunguzi kuna vitu vingi ulivihoji baada ya kuambiwa kitu hicho. Ila mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi mimi sasa hivi hapa nilipo, hapa tupo karibu na shule ya msingi Bunge. Nikibeba panga hapa nikienda hapa shule ya msingi, nikawatishia wanafunzi na mapanga nikawafukuza walimu, nitachukuliwa hatua gani? Akanijibu kwamba unakamatwa. Nikamwambia je, kama mimi nakamatwa, siku hiyo nilipowatishia hao wanafunzi au viongozi na serikali ya kijiji kwa ujumla ilichukua hatua gani juu yangu? Akadai kwamba hapa hatujapata dokumenti ya kwamba walichukua hatua yoyote. Nikamwambia je, sasa inawezekanaje mtu wa kawaida aende shuleni akafukuza watu na mapanga halafu asifunguliwe kesi wala asishtakiwe? Akanambia hata sisi kwa kweli kwa hilo pia hapo tunashangaa, lakini hiyo ndio hivyo ndio wanavyosema viongozi wako wanakukandia. Nikamwambia sawa, mimi nasema hivi, mtu yoyote ukimtuhumu mtu kwamba ni mwizi, naamini huyo mtu atakuwa ana kitu alichokiiba. Sasa mtu wewe ukasema tu mimi ni mbaya, lakini kosa langu nilolifanya mpaka niite mbaya halionekani hadharani. Kwa naamini hizo tu ni kama hivyo ninavyowaambia kwamba mimi nimelalamika mara nyingi kwamba wa viongozi hao wanasingizia mimi kesi za makusudi ili mradi wanipoteze, wapole shamba langu. Akanambia sawa. Akanyamaza kwanza, alafu akaniuliza tena. Akanambia wewe nasikia kuna shamba ambalo ulipewa halafu ukaliuza. Nikamwambia ndio. Mimi kuna shamba la kwanza ambalo nililipata kwenye kitongoji cha Vizembe bondeni, sehemu ambayo ina maji. Nilienda wakati wa kiangazi. Wakanipa eneo. Kumbe ile eneo lina mafuriko. Wakati wa mvua ulifika tu mwezi wa 4. Nimeshafanya usafi eneo kubwa. Mvua ikaingia, maji yakajaa mpaka kwenye majumba. Mimi kwa sababu kilimo changu nilichokuwa nahitaji nilikuwa ni kilimo cha kulima mazao yanayohimili ambayo hayaelewani na maji, kama mahindi, mazao ya chakula, mahindi, mtama, mpunga na miti. Ndio ilikuwa zao ambayo nimekusudia. Nikaona ile eneo kwa mimi halinifai kwa sababu linahitaji ulime kilimo cha kiangazi, utumie kumwagilia. Na mimi sina fedha ya kuweza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo kweli eneo hilo nikalitafutia mtu ambaye anaitwa Masudi, nikamuuzia. Na nilivyomuuzia nikapata hela sasa. Nimepata nguvu nikaenda kuomba eneo lingine la mlimani na nikawaeleza sababu za kulikataa lile eneo ambalo walikuwa wamenipa mwanzo na tayari nilikuwa nimeshalifanyia usafi. Kwa hiyo kwa kurudisha nguvu yangu ambayo nilifanyia pale usafi ndio nikaomba walipe pesa kidogo ili mimi nikaweze kuomba eneo lingine nikafanyia usafi. Nikaenda tena ofisi ya kijiji nikaomba eneo lingine ndio akanipatia eneo nilokuwa nalo ambao nalifanyia kazi. Sasa basi kwa sababu viongozi hao siku zote wanasema kwamba mimi hawajanipa eneo kwa sababu mimi sina dokumenti yoyote kwenye hilo eneo. Na kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba dokumenti walininyima na nilivyodai wakaniambia kwamba hawezi kunipa. Je, sasa kuna eneo ambalo wabekili mbele yenu kwamba mimi walinipa. Dokumenti ya eneo hilo ambalo mimi walinipa wamewapa? Kama walikuwa wanatumia utaratibu wa kutoa dokumenti ndio maana wakabidhi ardhi? Wakasema hapana, hiyo dokumenti hatujapewa. Nikamwambia sawa. Kumbe kuna uwezekano wa kupatikana ardhi kawa yako kwenye kitongoji kile bila dokumenti nikawa ni yako, kwa sababu ingekuwa haiwezekani eneo hilo mimi niliuza. Kuna kesi waliniambia kwamba walinipa kwa muda nikaliuza. Wakasema hamna kesi yoyote. Ina maana ilikuwa ni mali yangu. Wakasema ndio. Sasa inashindikanaje sasa ili eneo la sasa hivi kwa la kwangu wakati kumbe utaratibu huo ulikuwa unatumika awali? Akaniambia sawa. Baada ya hayo mazungumzo. Ndio. Nini waliamua? Baada ya hayo mazungumzo sasa wakaniambia sawa, nenda rudi tutakuita. Mimi nikawa kila nikienda nafuatilia, nikifika naambiwa bado linafanywa kazi. Sasa nikaona kwa sababu na mwenzangu ambaye alikuwa tutasaidiana naye kama wakili, nikaona nimtafute nimpe taarifa za kile kinachoendelea kule. Nikampigia simu, nikazungumza naye, akaniahidi twende wote. Kwa kweli tukatoka hapa mimi na wao, tukaenda wote mpaka kwenye ofisi hiyo. Tukakutana na wachunguzi na wapelelezi hao. Wakaniambia sawa, wakamweleza kama nilivyoeleza hapa. Lakini sasa kuna kipengele ambacho kilikuwa kimekwamisha mpaka sasa hivi kimenipa sintofahamu. Wanadai kwamba wao siku walipofika na wakili sasa
Wakawa kuna kipengele wamekiongeza ambazo siku zile nilikuwa nakwenda mimi walikuwa hawajakizungumza. Wakamwambia, wakasema mbele ya wakili sasa kwamba sisi kweli tulienda kijijini tukawakuta hao viongozi tukawahoji, lakini siku hiyo tulipofika kule kulikuwa hakuna uwezo wa kufika shambani kwao. Kwa hiyo kabla hatujafika tuliwapigia simu kwamba wao waandae watu ambao wanapakana na Asumani ambaye ni mimi hapa. Kweli walipofika pale kijijini waliwakuta wale hao wananchi ambao wanadai kwamba wanapakana na mimi. Lakini kumbe sio hao, hawapakani na mimi hao watu ambao walipelekewa na hao viongozi. Kwa hiyo sasa uchunguzi hauwezi kukamilika mpaka hao watu wanaopakana nao waende wakahojiwe. Ina maana wamekwamisha shughuli za uchunguzi wale viongozi wa kijiji. Lakini fedha kwa sasa hivi hawana, na wale pale hawana usafiri tena wakwenda kwenda kule. Kwa hiyo kama mna uwezekano, wanamwambia wakili wangu ambao nimekwenda naye Solomon kwamba kama mna uwezekano sasa mtutafutie gari ili mradi twende tukawahoji hao watu ambao wanapakana na Asumani kwenye shamba lake. Basi wakili akajibu sawa, mimi nitaenda kueleza jambo hilo ofisini. Majibu nitakayokuwa nimejibiwa basi tutakuja kujua ni kitu gani kinaendelea. Kwa mpaka sasa hapa nilipo sijapata msaada wowote. Mateso ni yale yale. Na kikubwa ambacho kinaniumiza zaidi kwenye moyo wangu, mwenyekiti wa kijiji aliyekuwa ananipeleka mahakamani kila siku kwa makesi ya uongo afa anashindwa kuhudhuria mahakamani, sasa hivi ndio mmiliki wa shamba langu. Amelima mahindi, amelima ufuta, amelima karanga akishikiana na mwenyekiti wa kitongoji hicho. Na kuna mzee mketu wa Mzee Ndege pia amelima humo. Sijajua ni kwa mkataba, sijajua yeye ndio naye ana kipande chake, sijui. Kwa maana sasa hivi shamba langu lina mazao. Wakati mimi ya kwangu yalingolewa mara 2 na fujo nyingi kufanyiwa. Sasa hivi hapa nilipo naishi, sina makazi, sina chakula, lakini shamba langu linatumiwa na mtu mwingine. Sasa hivi pamejaza mazao kwenye shamba hilo, yeye ndio mmiliki wa eneo hilo. Sasa je, kweli na maana kama pale hapa sasa kulima mazao, mimi kwa nini nilinyang'anywa nisilime mazao pale ambaye ndio nimefika ule msitu na gharama zote nilifanya pale mpaka pakaa vile kweupe, wao wanafikia kupanda mazao. Kwa hiyo mimi nipo, maisha yangu bado ni magumu, lakini sijui kwamba sasa hivi muktasari wa hili jambo langu litakuwaje kinachoendelea, kwa sababu nimeambiwa kule hela ya uchunguzi kwa sasa hivi hamna na solution ni kwenda kuhojiwa viongozi tena, ndio maana niweze kupata majibu. Kwa hiyo mimi naomba serikali nionee huruma, hata mimi ni mwanadamu. Kwa hichi kinachoendelea kwenye shauri hili, nadhani mtu yoyote anajua kabisa hapa kuna upotofu wa jambo. Ukweli haupo. Kwa sababu shule kama shule haitafuti kwa kupitia wananchi, kuuliza wananchi. Shule inapotengwa kwenye serikali, shule ina bajeti ya halmashauri. Kwamba mwaka 2024 kumetengwa kufanywa nini kwenye halmashauri nzima. Bajeti yake ipo. Je, ipo? Moja. Mimi nilivyoitwa pale nifikiri kwamba sasa nataka nikaonyeshe vielelezo vilivyojenga shule na utaratibu uliotumika mpaka shamba langu limegeuka ni la shule, linajengwa shule. Lakini naona sijaona dokumenti yoyote, sijaona kigezo chochote ambacho kinahusu shule, ila naambiwa watu ndio wakathibitishe shule. Watu ambao mimi pale wakati ninalima kwanza wamenikuta baadhi yao. Leo waende wao wakathibitishe shule, serikali ijue na shule kupitia watu. Ili jambo kwa kweli naona kwangu inakuwa na uzito, kwa sababu hata mtu akitaka kusema ukweli, mateso niliyopata pale wale majani wote wanayaona. Ni nani anaweza akakubali labda pengine, sisemei labda anaweza akasema waseme potofu, lakini anaweza mtu akaona kwamba nikimtetea Asumani nitaingia kwenye hili janga na mkuu wa wilaya ya Kisarawe na mimi nitakamatwa. Nani anaweza akasema hivyo ukweli wa namna hiyo? Mimi naamini ukweli halisi wa jambo la shule upo kwenye makaratasi. Serikali vitu vyake vyote viko kwenye dokumenti hiyo, na ndio maana kiongozi yote kingia madarakani anaweza kujua jambo hata la miaka iliyopita lakini akajibu swali. Sasa inakuwaje leo iwe wananchi ndio kikwazo ambacho kimekwamisha mimi jambo langu lisiende likafika mwisho, na mimi nikaelewa msabali naendelea kupata shida na watoto na naendelea kuwa omba naishi mitaani bila sababu. Naomba serikali niangalie. Mheshimiwa Rais, naamini kabisa wewe unasema ni mama, sisi ni watoto wako. Kama mimi nateseka hivi na naamini pengine taarifa hizi zinakufikia, mimi naomba unisaidie. Familia yangu inateseka, watoto wangu hawaendi shule maana mimi sina makazi. Kwa maana wanangu nashindwa hata kuandikisha shule aende wapi, na mtoto wa miaka 6 hajui kwa haendi shule, na mwingine wa miaka inafika tu 6 tu 8 si alikuwa anasoma pia kule, pia uwezo kana kwenda shule haupo. Yaani sasa hivi ni watu asubuhi wanaokota makopo, watoto wangu wamegeuka omba. Mimi mwenyewe naishi kwa shida, lakini viongozi wanachokifanya ni hicho. Kwa hiyo mimi naomba jambo hili lifike mwisho na mimi nielewe jinsi ya kuweza kujua kwamba naishi wapi.